Ikiwa umekuwa ukitusikiliza kwa njia ya redio, mimi naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church. Madhabahu ya Bwana iko Maina jijini Mwanza. Na siku ya leo kwa rehema za Mungu, Bwana ametupatia kibali na ametupatia heshima kubwa kuungana na watu wa Mungu wa mahali hapa Buhongwa, wakiwa ni wamoja wetu katika Kristo. Na ikiwa Bwana huwa anawapa nafasi na neema ya kufika madhabahuni pa Bwana, wako watu ambao tumekuja pia kuwatia moyo mahali hapa ya kwamba hata sisi pia tunaweza kuja kuwatembelea. Kwa hiyo Mungu wa mbingu na nchi awabariki, awakumbuke na anga zenu ziwe wazi katika jina la Yesu. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya hayo yote, na tunamtukuza kwa sababu ya siku ya leo. Bwana amekuwa mwema na Bwana amekuwa mwaminifu, na leo tuko hapa ni neema za Mungu. Kwa hiyo ikiwa umekuwa ukitusikiliza kwa njia ya redio, tunapatikana katika redio inaitwa Afya Radio, siku ya Jumatatu, siku ya Jumapili na siku ya Ijumaa. Muda ni 2 usiku, na ile ni madhabahu ya uponyaji neno la Mungu. Na mahali hapa Bwana ameahidi kuponya na kufungua wengi waliofungwa. Ikiwa yuko nyumbani ambaye unafikiri hawezi, kwa magonjwa, kwa mateso, kwa kansa, kisukari na ugonjwa wote ule ambao unafikiri madaktari wanaweza wakasema wamefika mwisho, yuko Yesu mtenda miujiza ambaye anaweza kuwaponya wote na kuwasaidia wote katika jina la Yesu. Amen. Hiyo ikiwa bado yuko nyumbani ambaye hawezi kusema, hawezi kutembea, hawezi kusikia, hawezi kuinuka pale alipo. Mwanamke mmoja akanitafuta juzi akaniambia, mtumishi wa Mungu, imefika miaka 14 nipo kitandani sijawahi kuinuka. Nikamwambia Mungu wetu hizo ndio deals anazoshughulika nazo. Yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Katika nyimbo zile za maombi ambazo Mungu alinipa kuimba, wimbo mmoja unasema, inawezekana sikubali lolote. Hata kama moyo umesimama na mapigo yake hawezi kwenda, akitamka tu Yesu mara moja, mapigo ya moyo yatainuka na yataanza kwenda katika jina la Yesu. Amen. Nguvu za Mungu zinaweza kufanya makuu yasiyowezekana na yale yaliyoshindikana kwenye akili na fahamu za wanadamu. Amen. Nataka nikwambie Yesu Kristo yuko hapa na yuko tayari kukusaidia. Ikiwa uko karibu na unasikia sauti hii, unaweza kufika mahali hapa na tukashirikiana pamoja kujifunza toka kwa Bwana. Bwana anasema jioni hii jambo jema laweza kutokea Buhongwa. Nasema jambo jema laweza kutokea Buhongwa. Jambo jema laweza kutokea Buhongwa. Tasa anaweza kupata watoto mapacha Buhongwa. Masikini anaweza kuinuka kwenye mavumbi na kuwekwa juu hapa Buhongwa. Na rehema za Mungu zinaweza kuwasaidia walioteswa hapa Buhongwa. Yesu Kristo wakati ameanza injili yake akaenda katika sinagogi moja, akachukua gombo la chuo na akasoma Isaya, akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa kuwa Bwana amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema. Amenituma ni wahubirie waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amenituma ni waambie walioteswa habari za kuwekwa kwao. Nami ninatangaza jioni leo, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta ili ni wahubiri masikini habari njema, ni wahubiri waliofungwa habari za kufunguliwa kwao na habari za kutoka kwenye magereza yao. Na Yesu Kristo wakati nakuja hapa nikawa namuuliza Mungu, what am I going to say? Naenda kusema nini jioni hii? Na Mungu nataka kusema nini na watu wa Buhongwa ambao watapata nafasi ya kusikiliza neno lako? Bwana akaniambia nikuambie yeye yuko tayari kukutoa kwenye magereza yako. Yeye yuko tayari kukutoa kwenye magereza. Inawezekana wengine wapo kwenye magereza ya kazi, wengine kwenye magereza ya ndoa, wengine kwenye magereza ya biashara, wengine kwenye magereza ya maisha. Kuna watu wamefungwa kwenye magereza ya afya. Afya zao zimefungwa kwenye magereza. Bwana amenituma nikwambie jioni leo ya kwamba yeye yuko tayari kukutoa kwenye magereza. Nasema yeye yuko tayari kukutoa kwenye magereza. Nasema yeye yuko tayari kukutoa kwenye magereza. Siku moja kijana mmoja akanipigia simu akaniambia, mtumishi wa Mungu, ninataka nikwambie jambo moja la ajabu sana. Nikamuuliza what it is? Akaniambia, mtumishi wa Mungu, sasa nina mwaka mmoja sitoki ndani. Nimejifungia ndani mwaka mmoja. Akaniambia alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini siku moja anasema akatembea na mke wa wenyewe. Wenyewe walipomuona ametembea na mke wao,
wakamtafuta na wakamlawiti, alafu wakamrekodi, alafu wakasambaza video, alafu wakaona haya na aibu. Kila alipokuwa akipita wanamwambia ona yule shoga, ona yule shoga. Shetani akamweka kwenye gereza, akamweka kwenye gereza. Kwa hiyo akawa hawezi kutoka, hawezi kutembea, hawezi kwenda popote. Akanambia, mtumishi wa Mungu, hapa nilipo nimefika mwisho, na nilipo hapa nataka kufa. Nafikiri kama nikifa ninaweza nikaificha aibu ambayo adui Shetani ameiweka kwenye maisha yangu. Nikamwambia, nisikilize, liko tumaini katika mti uliokatwa, na yuko Mungu anayeweza kukutoa kwenye magereza. Nataka nikwambie jioni ya leo, yuko Mungu anaweza kukutoa kwenye magereza. Amen. Amen. Wewe unayenisikia natangaza, yuko Mungu akukutoa kwenye magereza. Amen. My name is Evangelist Emmanuel, and I'm sent by God to tell you today that is God who will take away from the people. Hallelujah. Amen. Yuko Mungu anaweza kukutoa kwenye magereza. Kuna watu wamegeuzwa na maisha yao, wameitwa wafungwa. Wengine wamegeuzwa, wamekuwa wafungwa wa madeni, na wengine wamegeuzwa, wamekuwa wafungwa wa hali mbaya, na wengine wamegeuzwa, wamekuwa wafungwa wa tabia mbovu. Kijana mmoja kanitafuta mwaka mmoja, kanambia, mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, hapa nilipo nakwambia hii ni simu yangu ya mwisho. Nikamuuliza what it is, akanambia, mtumishi wa Mungu, hapa mimi natembea, ninaenda sehemu. Alikuwa Dar es Salaam. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, naenda Coco Beach kuogelea, nitahakikisha natembea mpaka maji yatakaponimeza. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, mtumishi wa Mungu, I'm passing through a lot, napitia mengi. Nikamuuliza ni yapi hayo, unaweza kuniambia? Akaniambia, mtumishi wa Mungu, ni aibu kuyasema. Nikamwambia, niambie tu. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, hapa nilipo nimeingiliwa na majini ambayo wakati wote ule ninapotembea yananiingilia kinyume cha maumbile. And he is a man, na ni mwanaume. Akaniambia, wakati wote ninaotembea yananiingilia kinyume cha maumbile, na ninapokuwa naishi nasikia kabisa as if nimelala na watu. Na ni kijana wa kiume, anasema nasikia sauti zinaniambia kuwa shoga, kuwa shoga, kuwa shoga, kuwa shoga, badilika. Anasema kuna wakati mwingine nikiwa natembea barabarani, nikiangalia mikono yangu naona kama imekuwa mikono ya kike, na nikiona imevaa pete vidoleni. Najiona wakati mwingine nikijishika miguu yangu najisikia kama nimeota mahips, na kuna muda mwingine nikijishika najisikia kama nimeota maziwa. Nikamuuliza, hicho ni nini? Ananiambia, sijui na mimi ni nini. Ananiambia, mtumishi wa Mungu, hapa ninavyokuambia, nilikuwa nasoma form 5 na form 6, lakini nilipofika siku ya mwisho ya mtihani wa form 6 nikakimbia shule kwa sababu ya hali nilionayo. Sifaulu darasani. Each and every time, kila saa na kila wakati wananiingilia na ninajisikia vibaya, na mimi sitaki kuwa kama wanavyotaka niwe. Nataka nikwambie, kuna kitu kimepandikizwa kwenye ulimwengu huu, na Shetani amewaweka watu kwenye magereza. Unamwona ni mwanaume ana mtoto na bado ni shoga, na najiuliza what is wrong with him? Mwanaume ana mke na bado ni shoga. Kai, unajiuliza nini shida? Nataka nikwambie, Shetani amekamata watu na ameweka kwenye magereza, lakini Roho wa Bwana yu juu yangu leo, amenituma nitangaze habari za kufunguliwa kwako. Amen. Woo. Amenituma nitangaze habari za kufunguliwa kwako. Amen. Anambia, mtumishi wa Mungu, leo ninaenda Coco Beach kuogelea. Nikianza kuogelea sirudi nyumbani, nataka nife, nimechoka. Nikamwambia, yuko Mungu anaweza kukusaidia. Nikamtafuta yule kijana, tukamtumia nauli kutoka Dar es Salaam, akaja mpaka Mwanza, akafanywa maombi na akawa mzima. Amen. 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 Na akarudi masomoni. Miaka kama 5-6 iliyopita, na akarudi masomoni, na sasa amegraduate bachelor in inaitwa mechanical engineering. Amen. Amen. Jamani, kwa mhandisi, lakini sana naangalia huyu asitokee mhandisi kwenye hii familia. Lakini natangaza katika jina la Yesu Kristo, neno jema litatokea kwenye familia yako. Amen. Jambo jema litatokea kwenye familia yako. Adui anaamua tu asitokee mhandisi kwenye hii familia, kwa sababu anaona kuna mtu Mungu amemwandaa kuwa mhandisi, kuna mtu Mungu amemwandaa kuwa engineer, kuna mtu Mungu amemwandaa kuwavusha familia yake. Nini Shetani anafanya? Anakamata nyota, anakamata ufahamu, anakamata na maisha yake, na kuna saa anamletea roho ya mauti. Hujasikia mtu yuko chuo kikuu amejinyonga kwa sababu mpenzi amemwacha? Hujasikia? Na haya matokeo ni mengi sana. Wanakuambia alikuwa chuo kikuu,
Alafu alikuwa na mpenzi wake, siku hizi wanawaita madem. Alikuwa na dem chuo kikuu. Yule alipomwambia nimekuacha, sikutaki, yeye akasema no, huwezi kuniacha, nimewekeza pesa nyingi, na muda mwingine nimewadanganya wazazi nataka kulipa ada nikakufanyia birthday. Niliwaambia wazazi nataka kulipa ada, wakanitumia pesa ya kulipa ada, mimi sikulipa ada, nikakufanyia birthday, nikakutununulia na keki, nikaita na marafiki tukacheza. Leo unaniambia unaniacha, bora nife kuliko uniache. Unasikia mtu wanasema tangazo kwenye habari, kijana mmoja ajinyonga katika chuo fulani kwa sababu ya mapenzi. Unajiuliza, huyu kijana alikuwa na mambo mengine ya kufanya tofauti na mapenzi? Unajiuliza, alikuwa hana wazazi anaowapenda? Unajiuliza, alikuwa hana ndugu anaowapenda? You'll come to realize, utakuja kugundua mwisho kwamba adui anajitahidi kuwaweka watu katika magereza. Shetani anajitahidi kuwaweka watu katika magereza, Lakini habari njema ni kwamba yuko Yesu anayeweza kuwatoa watu katika magereza yao. Amen. Habari njema ni kwamba yuko Yesu anayeweza kuwatoa watu katika magereza yao na akawaweka huru. Hiyo ndio habari njema tulionayo, na hiyo ni habari njema tunayoijua, na hiyo ni habari njema tunayoitambua, ya kwamba yuko Mungu anayeweza kuwatoa watu kwenye magereza yao. Amen. Kwenye magereza yao. Amen. Kwenye magereza yao. Amen. Mwanamke mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu, ninapitia mambo magumu. Nikamuuliza nini shida? Akaniambia, nimezaa mabinti watatu. Mabinti wote wana akti ni wanaume. Wakiamka ni wanavaa suruali za kiume na t-shirt za kiume na laba. Alafu wanaingia mtaani, marafiki zao ni wanaume. Alafu wameenda kwenye madawa ya kulevya, wanatumia na madawa ya kulevya. Mama akiwaambia waoshe vyombo, wanaambia wewe manze vipi wewe? Wanamuita Bimdash. Wewe Bimdash vipi wewe? Na amezaa dada. Anasema, mtumishi wa Mungu, naumia. Shetani ameharibu watoto wangu. Ndio maana hakuna kitu wanasisitiza kama mwanamke kuombea uzao wa mwanamke. Kama mwanamke kuombea uzao wake. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yeremia, Raheli analilia watoto wake. Raheli analilia watoto wake. Huu ni unabii uliandikwa kwa ajili ya watoto watakaokufa wakati Yesu anazaliwa, lakini unaendelea kutimia kwa sababu mpaka sasa adui anatafuna watoto wa watu. Adui anatafuna watoto wa wengine, lakini natangaza yuko Yesu wa kuwatoa watu kwenye magereza yao. Amen. Natangaza yuko Yesu wa kuwatoa watu kwenye magereza yao. Amen. Watu wengine wananiambia mara kwa mara, mtumishi wa Mungu, napitia magumu. Kuna mtu anaishi tangu ameanza kuishi, tangu ameanza kufanya kazi, ataanza Januari mpaka Disemba, hakuna progress, hakuna hatua, hakuna alichofanya zaidi ya kulisha tumbo lake. Hakuna alichofanya. Ukimuuliza unafanya nini mjini, anakuambia niko pale mimi Mission Town. Umefanya nini? Anakuambia namshukuru Mungu kwa sababu bado naishi. Nisikilize, Mungu ni Mungu wa hatua, na Mungu ni Mungu wa maongezeko. Mungu hajapanga wanadamu aishi maisha ya hivyo, lakini Mungu ameamua wanadamu aishi maisha ya kuongezeka. Sasa utakapoona maisha yako stagnant, unaona maisha yako pale, unaona maisha yako hayana hatua, maisha yako hayana ongezeko, maisha yako hayana progress, ni tafsiri ya wazi ya kwamba unamhitaji Mungu sehemu. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba unamhitaji Mungu. Na ndio maana tuko hapa kuhubiri habari za Yesu, kwa sababu kiukweli watu wanamhitaji Yesu kuliko wanavyohitaji chakula. Amen. Ndio maana tuko hapa kuhubiri, kwa sababu ni kweli, na kwa kweli watu wanamhitaji Yesu. Mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu, huyu ni mwanamke anaota ndoto kila siku.
analala na wanawake wenzake, na kuna mtu anaota analala na wanaume alafu analala nao chini ya bahari. Kuna maloya anaitwa spiritual husbands na spiritual wives, waume wa kiroho na wake wa kiroho. Huyu mtu atafanye nini? Kwa sababu haya ni maroho yamemshika. Hata apendwe anapendeka na aoleki. Shape iko vizuri, sura iko, figa iko, elimu iko, kazi iko. Wanaume siku hizi wanapenda wanawake wenye hela, na hela nazo zipo, kuolewa sifuri. Lakini akilala usiku anaota analala na wazungu, anaota analala na watu. Adui amekamata eneo lake la ndoa. Hii ni tafsiri ya wazi ya kwamba watu wanamhitaji Mungu kuliko wanavyohitaji chakula. Watu wanamhitaji Mungu kuliko wanavyohitaji fedha. Amen. Ndio maana tuko hapa usiku wa leo, kwa sababu watu wanamhitaji Mungu kuliko wanavyohitaji akili zao. Amen. Ndani maandiko yanasema, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kuna vitu kwenye maisha ya watu vimegeuka, vimekuwa tegemezi, na watu wameondoa tegemeo lao kwa Mungu, na adui shetani amekamata maisha yao, na maisha yao yamekuwa kwenye giza. Maisha yao yameingia kwenye giza. Kwa hiyo hakuna nuru kwenye maisha, hakuna mwanga kwenye maisha, hakuna hatua kwenye maisha, hakuna progress kwenye maisha, hakuna maendeleo kwenye maisha, hakuna kuongezea kwenye maisha, hakuna kuendelea kwenye maisha. Nitafsiria wazi ya kwamba unamhitaji Mungu ili akusaidie, akutoe hapa ulipo, akupeleke hatua nyingine. Unamhitaji Mungu ili akutoe hapa ulipo, akupeleke hatua nyingine. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ile ya kwanza na mstari ule wa 6. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ile ya kwanza na mstari ule wa 6. Kuna kitu kimoja ambacho kinazungumzwa mahali hapa, ambacho hakika yake kitakusaidia kama Mkristo na kitasaidia maisha yako kama Mkristo. Kuna kitu kinazungumzwa mahali hapa na Mungu ambacho hakika yake kitakusaidia. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, njoo hapa mchungaji usome. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, au mpatie yule mwimbaji Glory yule asome. Patia mic. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya kwanza na mstari wa 6. Kuna jambo la muhimu sana ambalo wakati Mungu ananifundisha hapa, nikashangaa nikasema kai. Kwa hiyo mtu anaweza akazunguka na maisha yake yakachelewa na bado Mungu akawa anaona. Lakini mpaka ufike wakati huyu mtu asalende kwa Mungu, asalende maisha yake kwa Mungu, ndio Mungu atamuonesha njia, atamwambia geuka upite njia hii. Na siku hii, jioni hii ni jioni ya mgeuko. Bwana atakuonyesha njia ya kuiendea, na Bwana atakwambia geuka upite njia hii, na maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa zamani. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 6, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya mlima wa Waamori. Geukeni mshike safari yenu mwende katika nchi ya mlima wa Waamori, na mahali pote palipo karibu na hapo. Na mahali pote palipo karibu na hapo. Katika hiyo Araba na nchi ya vilima na huko Shefera. Aha. Na Gebu. Aha. Na pwani. Aha. Nchi ya Wakanaani. Na Lebanoni. Mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Angalieni nimewekea nchi mbele yenu. Ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu. Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ya kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Ishi hapo. Kuna jambo moja hapa la muhimu sana ambalo la kujifunza kama kanisa na hata mtu binafsi unaweza kujifunza. Hawa ni wana wa Israeli. Wametoka nchi ya Misri. Wametembea umbali mrefu. Katika usomaji wangu wa Biblia, Bwana akanifundisha hata kupita njia ya mbali ya miaka 40 zilikuwa ni huruma za Mungu, kwa sababu Mungu anachukia kurudi nyuma. Mungu alisema hivi, ni bora wapite njia hii ya mbali
kuliko wapite njia ya karibu, alafu baada ya kupita njia ya karibu wajikute wanaogopa vita ya Wafilisti, alafu wakarudi Misri. Hii ni tafsiri ya wazi ya kwamba Mungu hapendi kurudi nyuma. Ukiona saa yote ile unapiga hatua kwenye maisha yako unarudi nyuma, hakika ninakuhakikishia si mpango wa Mungu kurudi nyuma. Ndio maana Mungu aliamua safari ya miaka 4 itumie miaka 40 ili mradi tu wana wa Israeli wasirudi Misri. Ni bora watembee miaka 40 kuliko warudi Misri. Nataka nikwambie, ni bora uchoke njiani, ni bora uteseke, lakini usiwahi kurudi nyuma, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana na akupe mwendo wa kusonga mbele tu kwa jina la Yesu. Bwana na akupe mwendo na usonge mbele tu kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Yesu Mungu akamwambia, mlivyokaa kwenye mlima huu yatosha. Sasa wakaendelea na safari. Wakati wako safarini, wakati wanaendelea na safari, wakafika mahali wakawa hawatembei, lakini wingu lipo na nguzo ya moto ipo. Inamaanisha Mungu yupo katikati yao, lakini Mungu ameacha kuongoza njia yao. Can you imagine? Kuna watu wanaenda kanisani, kuna watu wana dini kubwa, kuna watu ni viongozi wa makanisa, kuna watu ni watu fulani kwenye maisha yao, kuna watu ni viongozi kwenye koo zao, kuna watu kabla hawajala wanaomba, kabla hawajalala wanaomba, kabla hawajaamka wanaomba, lakini hakuna kuendelea kwenye maisha yao. Maisha yao yamebaki stagnant, hakuna hatua. Wana wa Israeli wakakaa wanazunguka mlima. Mungu akawaambia Israeli, mlivyozunguka mlima huu yatosha. Geukeni sasa, shikeni njia, mwende mpaka Lebanoni, mwende mpaka nchi ya Wakanaani. Tafsiri yake ni kwamba wamekaa pale muda mrefu, wamekaa pale miaka mingi, miaka imeenda, miaka imesonga. Mungu anawaangalia na Mungu anajua kabisa kwamba hapa hamna kitu wanafanya, hawa watembei, lakini Mungu amewaacha. Kwa nini? Kwa sababu kuna saa ambayo unahitaji kusalenda kwa Mungu ili Mungu akuonyeshe njia iliyonyooka. Nampenda sana nabii Ezra. Ukisoma kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21, Mungu nabii Ezra akawaambia wenzake wakati wanaondolewa uhamishoni, akawaambia na tukae hapa kwenye mto Ahava, tufunge siku 3, tutafute kwa Mungu njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi na watoto wetu na mali yetu wote. Maana tumeshamwambia mfalme kwamba hatuhitaji farasi, wala hatuhitaji mpanda farasi, wala hatuhitaji kikosi cha askari. Nami ninaona aibu kwenda kumwambia tena mfalme, ninaogopa huko njiani. Kwa hiyo tumuombe Mungu atuonyeshe njia iliyonyooka. Nami ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Bwana na kuonyeshe njia iliyonyooka kwa habari ya biashara yako. Bwana akuonyeshe njia iliyonyooka kwa habari ya huduma yako. Afungue njia iliyonyooka kwa habari ya kazi yako. Kuna watu wanafanya kazi lakini njia hazijanyooka. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, Bwana akuonyeshe njia iliyonyooka, 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 iliyonyooka. Nabii Ezra anasema na tufunge penye mto Ahava siku 3, tutafute kwa Bwana njia iliyonyooka kwa habari yetu sisi na watoto wetu na mali yetu wote. Nataka nikwambie, kuna mtu unatafuta kazi upati kwa sababu njia haijanyooka. Kuna mtu unatafuta kazi upati sio kwa sababu hauna kibali, ni kwa sababu njia haijanyooka. Na haya ndio ambayo nabii wa Mungu Ezra aliyajua. Alijua ni muhimu kutafuta kwa Mungu njia iliyonyooka. Wana wa Israeli wameuzunguka mlima miaka mingi bila kujua siri ya kuitafuta njia iliyonyooka, mpaka Mungu alipowahurumia akawaambia, haya, mmezunguka kwenye mlima vya kutosha, geukeni mwelekee upande huu na mwelekee njia hii. Mtapita mtaa fulani, mtapita Lebanoni, mtapita mto Frati, mtaenda kwenye nchi ya Kanaani ambayo mimi niliwaahidi. Ni kweli Mungu amekuahidi, lakini unahitaji rehema za Mungu na unamhitaji Mungu sana akuoneshe njia ya kwenda. Kwa sababu unaweza ukakaa hapo muda mrefu, ukatamani kuvuka muda mrefu, ukatamani kupona muda mrefu, ukatamani kuinuka muda mrefu, ukatamani kutembea muda mrefu, ukatamani kuishi muda mrefu, lakini shetani amekamata njia yako, amezuia njia yako, amezuia mapito yako. Kwa hiyo
hiyo kila ukifanya una vitu vinagoma, unasema nimelogwa. Nataka nikwambie kuna mtu hajalogwa, lakini bado hajafunuliwa njia iliyonyooshwa. Nami namuombea Bwana, namuomba Bwana, wewe unanisikiliza mahali hapa, katika jina la Yesu, Bwana na afunue njia iliyonyooka kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya maisha yako. Bwana afunue mapito yako, wanyoshe mapito yako, wanyoshe mapito yako, mapito yako, mapito yako. Mpenda mtumishi wa Mungu Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa sababu gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Tafsiri yake ni kwamba kuna sana pita kwenye njia mbaya, lakini Mungu ndio amemuongoza kupita hapo ili aende kwenye utukufu. Ndio maana nasema hata nikipita kwenye hiyo njia mbaya siogopi hiyo njia mbaya, kwa sababu kuna kitu kinaitwa gongo la Mungu na kuna fimbo ya Mungu. Kazi yake ni kuwafariji watu wanaopita kwenye mabaya wakati wanaendea mema. Nataka nikwambie mabaya sio ya kudumu, haya yanaitwa mapito, na ndio maana yanapita. Hayo sio ya kudumu. Bwana amekuandalia njia na Bwana amekuandalia mahali ambapo atakupumzisha. Nami nakutangazia usiku wa leo, wacha Bwana akupumzishe katika jina la Yesu. Wacha Bwana akupumzishe. Alinipigia kijana mmoja kutoka Dar es Salaam, actually si kijana, ni baba. Akaniambia, mtumishi wa Mungu nisikilize, kuna jambo limenichanganya. Wakati nalewa pombe, mke wangu alikuwa anasema, mme wangu ungetulia, tungefanya maisha. Nisikilize, kuna saa adui akiingia kwenye ndoa anaingia kwa yeyote, kwa wowote na wakati wowote. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, nikajitahidi nikamwambia mke wangu naacha pombe, nikaanza kwenda kanisani, kwa sababu wakati wa nyuma pesa yote nilikuwa napeleka baa, na nikienda baa sikai peke yangu, nina wapambe wanawaita chawa, parasite, kazi yao ni kunyonya vya wenzao. Haleluya. Anasema nikiwa kule klabu na kuwa na watu, tunakula nao, tunasherekea nao, na ninakuwa na wanawake wengine. Nikienda nyumbani sina kitu, na ikafika saa nikasema sasa naacha. Anasema mtumishi wa Mungu, nilipoacha tu mke wangu akaingiwa na roho ya starehe, na starehe yake akawa anafanya kwenye vigodoro na vigoma vya Dar es Salaam. Mke wake ni mnengeleko, baba yake ni mnengeleko, mama yake ni msalamo. Mwanamke wanajiita wanawake pambe, sema pambe. Acha kabisa rafiki yangu. Anasema siku moja nipo kwenye TV naangalia Clouds, nikaona wamewafuata wanawake wale wacheza vigoma. Mwanamke anatunza friji na TV. Nikawa nimekaa nasema, Mungu wangu, huyu sio mke wangu anamtunza mwanamke mwenzake friji na TV. Na wakati huo jana ameniomba nitume hela ya ada. Jana ameniomba nitume hela ya ada. Anasema nikampigia simu mwanamke, nikamwambia, mke wangu, nimekuona unamtunza mtu friji ya 600 na unamtunza mtu Hisense inchi 55. Umetoa wapi hiyo hela? Akamwambia, mme wangu samahani. Unajua kutunzana ni kuzuri, na mimi kuna siku nitapata shughuli. Na mimi kuna siku nitapata shughuli na mimi watanitunza. Kwa ile familia, wakati baba hajatulia, mama ametulia. Baba alipotulia, mama akaamsha moto. Hakuna maendeleo, hakuna kuvuka, hakuna kuendelea. Adui ameifunga ndoa kwenye gereza. Lakini nakutangazia jioni leo, hata yeye magereza gani, Bwana anazo nguvu ya kukutoa huko katika jina la Yesu Kristo. Hata yeye magereza gani, Bwana anazo nguvu, Bwana anazo nguvu, Bwana anazo nguvu za kukutoa kwenye magereza. Ala, mtumishi wa Mungu, nimechanganyikiwa. Hatuna hata kiwanja, hatuna hata tofali tunalomiliki mjini. Nikamwambia, nisikilize, unasumbuliwa na kitu kinaitwa roho ya talaka. Shetani anaangalia apite kwa nani ili avunje ndoa. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi hapana. Ninavyokuambia hivi, nimeshafanya uamuzi mgumu. Kuna mchepuko mmoja nilikuwa nao zamani, nataka huyo sasa nimuoe mke wa pili. Nikasema, Mungu wangu, majanga haya leo. Akaniambia, unajua nilichogundua?
Mwanamke akikuletea kiburi mpandishe cheo. Nikasema unampandishaje cheo? Akasema apande cheo aitwe bibi mkubwa. Nikamwambia kwa hiyo inaitwa kufanyaje? Ambaye jana ndio kupanda cheo. Ninakuombea katika jina la Yesu wewe usipande cheo. Ninakuombea kwa jina la Yesu usipandishwe cheo. Anasema sasa nilichoamua mtumishi, nataka huyo mwanamke nimpandishe cheo awe bi mkubwa, nimletee bi mdogo. Nikamwambia bi mdogo sio dawa ya ndoa, na wala limbwata sio dawa ya ndoa, na wala waganga sio dawa ya ndoa. Kuna madawa yanaitwa shuntama, sio dawa ya ndoa. Elimu za wanafalsafa sio dawa ya ndoa. Na kuna kitu kimoja nimekuja kugundua, kila wanafalsafa wanaofundisha ndoa wanafundisha experience zao waliopitia kwenye ndoa. Anakwambia kwenye ndoa kuna mangumi na mateke kwa sababu anajua mume wake alishampiga teke la bandama. Anakwambia wanawake wana viburi kwa sababu anajua mke wake akimwambia wewe mwanamke njoo, anamwambia wewe vipi, si uje unifuate kama una shida kuongea na mimi. Wengi wanaofundisha ndoa wanafundisha experience za matatizo yao na magumu waliowahi kupitia. Ndio maana mwalimu wa kweli wa ndoa ni Yesu, na mwalimu wa kweli wa ndoa ni Mungu. Yeye atakuonyesha njia iliyonyooka. Rapa katosha, njia iliyonyooka, njia iliyonyooka, njia iliyonyooka. Ndio maana nampenda Yesu Kristo, anasema kwa sababu mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Tafsiri yake ni kwamba kuna njia nyingi duniani, lakini kuna njia ya kweli na uzima. Tafsiri yake ya pili ni kwamba njia zingine ni za uongo na mauti. Akipenda kitabu cha Methali, Maandiko yanasema ziko njia zionekanazo nzuri machoni mwa mwanadamu, lakini hizo ni njia za kumpeleka kwenye upotevu. Haya, amesema anataka ampandishe mke wake cheo. Tafsiri yake amuolee mwanamke mwingine, ile mwanamke aitwe mke mkubwa, apandishwe cheo. Haya, alipopandishwa cheo, huyu mke mdogo naye anasema mume wangu huwa anang'ang'ania kwa bi mkubwa tu, hataki kuja kwangu, kwa hiyo ngoja niende kwa mwana malonja. Mganga kutoka wapi? Umeona mabango kila kona, mganga kutoka somewhere. Mapenzi, ndoa, nyota, biashara, kazi, pete ya kupata mali, ndagu, utajiri bila ndagu naibiwa. Haya, akaenda. Kwa hiyo mwanamke mdogo naye anataka mume mkubwa awe anakaa kwake. Kwa hiyo mke mdogo naye anaenda kwa mganga, anapewa dawa za kuituliza ndoa yake. Haya, amepewa dawa za kumfanya mume wake awe anamkumbuka. Kwenye mboga sema kuna dawa, kwenye mboga, kwenye chakula, kwenye maji ya kuoga dawa, kwenye maji ya kunywa kuna dawa. Yaani huyu mume wake dawa za kunywa anaoga, dawa za kuoga anakunywa, dawa za kuoga anakunywa, dawa za kunywa anaoga, dawa za kufukiza anachomwa nazo sindano, kila pahala dawa, ili mume wake awe anaenda kwa bi mdogo. Bi mkubwa naye akiona mwanaume anakwenda kwa bi mdogo kila siku, naye anasema kwa nini na mimi nisiende kwa Kalmanzira bin Shaba? Anaenda kwa Kalmanzira bin Shaba, naye anaanza kupuliza, mume wangu rudi, mume wangu rudi. Mwanaume anakuwa kama pia anazungushwa baada katikati, anazungushwa, anakuwa bogus, kwa sababu kuna uchawi wa bi mkubwa na kuna uchawi wa bi mdogo. Wote wanasema tunataka tumtulize. Kai anakuwa taila, anatulizwa na uchawi wa Tanga, anatuliza na uchawi wa Kigoma. Bado kuna mchepuko naye anasema nataka huyu mchepuko awe ananipa hela, mshahara ukiingia tu anitafute mimi. Mchepuko naye sio ni wa wapi huyu? Naye anatafuta uchawi wake, naye anaweka Mangube bin Sultan, anamuita. Akiwa anaenda hivi anarudi, anapelekwa, anarudi, anapelekwa, anarudi, anapelekwa, anarudi. Anasema nimechanganyikiwa. Ndio unakuta unasikia mtu anasema kijana mmoja amkatakata mke wake vipande na kumweka kwenye gunia na kumuunguza kwa magunia mawili ya mkaa. Shetani yuko kazini. Shetani yuko kazini. Wamechanganywa. Wamechanganywa. Changanywa haswa. Changanywa haswa. Lakini nakwambia Yesu alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na hotele. Yesu alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na hotele.
Na leo Yesu amekuja kwa ajili yako ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Wacha turudi kwenye ile habari nilikuwa nakufundisha kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:6-7. Mungu akasema mmezunguka mlima huu vya kutosha. Na Bwana amenituma kwa watu walioko mahali hapa. Ya kwamba inawezekana kuna vitu kwenye maisha yako haviendelei, umekuwa kama unazunguka mlima. Haupigi hatua, unazunguka mlima. Hakuna maendeleo, unazunguka mlima. Bwana akwambia wana wa Israeli, yatosha mlivyozunguka mlima huu. Sasa geukeni, shikeni njia hii. Nami natangaza katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana akugeuze na akuonyeshe njia ya kuiendea katika jina la Yesu. Bwana akuonyeshe njia ya kuiendea katika jina la Yesu. Bwana akuonyeshe njia ya kuiendea katika jina la Yesu. Amen. Bwana akuonyeshe njia ya kuiendea katika jina la Yesu. Bwana akuonyeshe njia na uwe hai. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ndugu yangu, mahali pote unapoisikia sauti hii, nataka nikwambie yuko Mungu ambaye anafunguaga njia mahali hakuna njia. Amen. Na yuko Mungu anayeweza kutengeneza maisha. Amen. Ikiwa umenisikiliza mahali hapa na unatamani kuendelea kupata mafundisho haya, mimi naitwa mwinjilisti na mtume, evangelist and apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church iliyoko Mwanza Mahina, jirani na shule ya Alliance Girls. Lakini unaweza kutusikiliza kupitia radio. Unaweza kutusikiliza kupitia Afya Radio 96.9 kila siku ya Jumatatu, Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. 96.9 kila siku ya Jumatatu, Ijumaa na Jumapili kwa mafundisho, na Mungu atakusaidia. Lakini ikiwa uko hapa na unasema mimi kuna kitu ambacho kimenishinda muda mrefu, nataka nimpe Yesu anisaidie, bila kumwogopa mwanadamu, kwa sababu hakuna anayeweza kupeleka mbinguni. Na ndio maana mimi nikiwa hapa nahubiri habari hizi, hakuna kitu naogopa, kwa sababu nimekuja kwa ajili ya Kristo Yesu. Hata wachawi na waganga na walozi nikiwa mahali wanajua kwamba amekuja balozi wa Yesu. Popote pale unaponisikia, ikiwa moyoni mwako unasema kuna jambo ambalo limekuwa mzigo, nataka nimtwishe Yesu anisaidie, na kuna hali kwenye maisha yangu ni kama nimepoteza direction, nataka nimpe Yesu maisha anisaidie, soma juu pale ulipo. Soma tu juu pale ulipo. Tutafute kwake Mungu msaada. Selia mamanto, telia mamanto. Kaizotaya pelido zatai. Yesu ni wetu sote na msaada wake ni kwa ajili yetu sote. Mimi aliniita nikiwa mdogo. Nikiwa darasa la 4. Nikaanza kumtumikia tangu hapo. Nikamaliza, nikaenda form 4, nikamaliza, nikaenda 5 na 6, nikaenda chuo kikuu. Bado nikaendelea kumtumikia. Na mpaka sasa nimekuwa baba wa familia, naendelea kumtumikia. Bwana alinipa wimbo mmoja nikaimba, nikasema hakika tangu nimetembea na wewe nimejua njia za kutoka mautini zina wewe Bwana. Na mimi nataka nikwambie njia za kutoka mautini zina Bwana Mungu wetu. Kuna watu maisha yao yameingizwa kwenye mauti, lakini njia za kutoka mautini zina Bwana Mungu wetu. Pale uliporudia sala hii pamoja na mimi, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako, nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uliandike leo kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nimesamehewa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniondoa mautini. Ninakushukuru kwa kuniondoa mautini. Ninakushukuru kwa kuniondoa mautini. Ninasema asante kwa sababu wewe una nguvu za kunitoa mautini, katika jina la Yesu. Amen. Kwa sala hiyo umempokea Yesu.
Amen. Kwa maelezo mengine zaidi unaweza ukapiga simu namba 0618 67 12 73. Kwa namba hii utaelekezwa mahali madhabahu ya Bwana ilipo na utafika. Lakini kwa watu wanaoishi Usagara na Buhongwa wanayo neema, kwa sababu huwa tuna magari yetu yanawatoa watu kuanzia Usagara, yanawapitia Nyashishi, yanawapitia Buhongwa mpaka kanisani na yanawarudisha each and every Sunday, kila Jumapili. Kwa hiyo kwa namba hiyo 0618 67 12 73 utapata msaada wa maombi na maombezi, ushauri. Lakini pia ikiwa unataka kufika madhabahuni pa Bwana, utatuma ujumbe na utaelekezwa mahali magari yanapaki siku ya Jumapili, na watakupitia hapo ulipo na utafika mpaka kanisani. 0618 67 12 73. Lakini usiache kutusikiliza kupitia vipindi vya redio, vipindi vya Injili tunafanya kwenye redio ya Afya Radio kila Jumatatu, Jumapili na Ijumaa. Tuna vipindi vitatu kwa wiki na Mungu anaendelea kufungua wengi huko kwenye vipindi vya redio. Kamate mkono jirani yako, mwambie hongera kwa kuokoka. Hongera kwa kuanzisha mahusiano na Mungu. Hongera kwa kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Na sasa nataka niombe na watu mahali hapa. Ikiwa kuna mtu ambaye ana ugonjwa wowote, njoo tu hapa tuombe pamoja. Ikiwa kuna mtu ambaye ana ugonjwa wowote, njoo tu hapa tuombe pamoja. Tuombe pamoja. Tuombe pamoja. Na baada ya maombi haya tutahitimisha na tutarudi Buhongwa tena wakati mwingine kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu inawezekana Mungu alikuwa anataka aseme na wewe tu leo. Ndio maana Mungu akatutoa kote kule Mahina mpaka hapa. Kwa sababu Mungu alikuwa anataka aseme na maisha yako. Nataka nikwambie muda uliochukua kukaa hapa. Kuna watu nimeona wamekuja hapa tangu tumeanza. Muda uliotumia kukaa hapa si bure. Kuna kitu Mungu wa mbingu na nchi anafanya kwenye maisha yako. Amen. Na kuna kitu kinabadilishwa kuanzia sasa. Amen. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Weka mikono yako juu pale ulipo. Nataka niombe neema ya mpenyo na utoshelevu kuanzia sasa. Bwana Yesu, ikiwa ni wewe umeniita wala sijajiita, ninatangaza malango ya Masaya, anga la watoto wako liwe wazi tangu sasa. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninakamata magonjwa, ninakamata madeni, ninakamata mizimu, ninakamata mikataba ya adui, ninakamata nguvu za giza. Mikatale yote ya kila aina ikamatwe na nguvu za Mungu na waachiliwe huru tangu sasa katika jina la Yesu. Ninatangaza uhuru wao. Ninatangaza uhuru wao. Ninatangaza uhuru wao. Ninatangaza uhuru wao. Uhuru kwenye ndoa zao, uhuru kwenye biashara zao. Wengine wamepigwa na maroho ya chuma ulete, lakini wako hapa wananisikiza kwenye biashara zao. Na mimi natangaza uhuru wao. Wengine wamepigwa na umaskini, lakini natangaza uhuru wao katika jina la Yesu. Uwe hai na uishi kuanzia sasa katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Njoo hapa mchungaji mkazi. Huyu anaitwa mchungaji Marco Bakari, ni mchungaji mkazi, resident pastor. Na kwa neema Mungu tumekuja naye hapa. Ataendelea kuwa hapa kwa muda kadhaa. Unaweza kumuona na ukampatia namba yako ya simu na mawasiliano yako, naye atakusaidia na atakuombea. Nikiwa kuna jambo ambalo ni zito, Bwana atalimaliza. Hakikisha unamuona huyu, naye atakusaidia namna ya kufika madhabahuni pa Bwana. Ziko shuhuda nyingi za watu ambao Mungu amewatendea ajabu, ishara na miujiza, ambapo nguvu za Mungu zinatembea, kwa sababu nguvu za Mungu zipo hata sasa. Nami nakuombea katika jina la Yesu. Anga lako liwe wazi. Liwe wazi mchana na usiku. Mkono wa Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo ukutunze. Amen. Maisha yako yawe salama. Amen. Umebarikiwa uingiapo. Ubarikiwe utokapo. Yabarikiwe makapu yako ya ukandia unga. Amen. Yabarikiwe mashamba ya chakula chako. Amen. Ubarikiwe biashara zako. Amen. Ubarikiwe makupatiao fedha. Amen. Ubarikiwe hata wateja wa biashara yako. Amen. Ubarikiwe mjini. Ubarikiwe vijijini. Amen. Leo ni Alhamisi. Ninaibariki kwa ajili yako katika jina la Yesu. Amen. Ninaibariki Ijumaa kwa ajili yako. Amen. Ninaibariki Jumamosi kwa ajili yako. Amen. Ninaibariki pia Jumapili kwa ajili yako. Mkono wa Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo kutunze katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Shalom. Amen.
Haleluya. Amen. Tunashukuru sana watu wa Buunga kwa kutupokea. Tutarudi tena mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe.